Mkuu wa mkoa Mjini Magharibi Mheshimiwa Mohamed Ali Abdalla amekutana na masheha pamoja na maafisa kutoka kikosi cha uhamiaji katika skuli ya Tumekuja. Amesema jeshi la uhamiaji lina jukumu la kushirikiana na masheha ili kuwajua wageni kutoka ndani na nje ya nchi na kutoa nakala maalumu ili kuwasaidia masheha kuwatambua wageni na raia wanaohamia bila taarifa maalumu. Wakati mtakapoweza kutoa kibali cha ukaazi ama cha utendaji wa kazi, tunaomba tuletewe nakala ya barua ili tuweze kuwasambazia masheha wajue wanakaa na nani katika maeneo gani, ili itaweza kutusaidia. Sababu barua hiyo mkituletea sisi tutaishusha wilaya watawapa masheha ili tuweze kuondoa lile wimbi la raia wa kigeni kuweza kuingia katika mitaa yetu na hatimaye tusijue nani ni nani, anafanya kazi gani na kwa madhumuni gani, kwa sababu hali ya dunia sasa imebadilika sana. Lakini hawa wote tunatakiwa lazima tuwatambue, kwa sababu iwapo kwamba mtu amepatwa na tatizo, tujue kwamba tunampeleka wapi. Iwe mtu kwamba amefikwa na majanga, tunajua mtu huyu amekuja yuko hapa, lakini anastahiki kupelekwa katika maeneo fulani, ili iwe rahisi kuweza kufanya mawasiliano na hatimaye yule mwenzetu tukapata kumsaidia na yeye akawa kwamba kama ilivyo katiba yetu ama ilivyo kazi yetu na wito wetu wa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu iwe umepatikana, tunasonga. Na maombi yenu haya ambayo mliwaleta na ushauri wenu tutauchukua. Wenzetu wa bandarini tutakaa nao, tutazungumza nao, na wenzetu wa uhamiaji ndio maana wakaja kwenu, wanajua mna mawazo mazuri ya kutaka kubaini kama kuna viashiria vyovyote au mtu yoyote atakayetaka kwamba kutuvunjia amani tuweze kumbaini mapema. Kuna wengine wanawezekana wakawa wamefanya mambo huko, baada ya kufika katika maeneo yetu tuwasiliane na wenzetu katika maeneo mengine, jamani, namfahamu mtu fulani wa pahala fulani, ndiyo, wema wake ukoje, changamoto zake zikoje, kuna matatizo gani. Tunapoambiwa mtu mzuri ana sifa hii, na sisi tuweze kumshirikisha katika masuala mbalimbali ya kujenga na kuendeleza nchi yetu. Naye mrakibu mwandamizi uhamiaji mkuu wa kitengo cha uraia afisi kuu Zanzibar, ndugu Chumu Kombo Amur, amewasilisha mada iliyohusu uhamiaji wa ndani na nje na jinsi unavyoweza kumtambua raia kutoka ndani au nje ya Tanzania. Amesema changamoto zinazowapata katika kumtambua na kumjua raia wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kuwepo kwa watu wasio na nyaraka muhimu za utambuzi pamoja na kutumia nyaraka za kuhushi ili kupata uraia. Nyaraka za kuhushi, tunapokea nyaraka nyingi, hasa hati za viapo. Kuna watu wanakula viapo, lakini sio. Juzi alikuja mtu mmoja vile vile, mimi ndio mfano mingi nakutana naye, kaapa mtu, nikamwambia huyu mwapaji aje tumuone, lakini yule mwapaji akasema mimi siko hapa kabisa, lakini mbona limeandikwa jina lako asibiwa? Akamuuliza, lakini kuna muhuri wa hakimu pale. Sasa hilo ni tatizo, watu wengi hatuna uelewa wa kutosha. Ukiona mtu anazungumza Kiswahili au ana cheti cha kuzaliwa, tunasema huyu raia. Kwa hiyo tunahitaji kutoa elimu na tujifunze vitu vingi. Sasa hivi kuna kampeni ya mjue jirani yako, inalenga zaidi wahamiaji haramu na kumtambua raia wa Tanzania. Kwa upande wao, masheha wamesema wanachukua jitihada kubwa katika kuwatambua raia wa kigeni pindi wanapoingia katika shehia zao. Wameomba maafisa uhamiaji kuwapatia ushirikiano pindi wakipata taarifa juu ya kuingia kwa mgeni na kuwapatia nakala maalumu zilizowasaidia kujua ujio wa raia wa kigeni. Kiukweli leo kabisa tumefarajika sana kwa katika kikao hichi na wenzetu wa uhamiaji. Kama vile tunavyosema sisi wengine ni masheha wapya, tunapata kujua na kujifunza zaidi kadri tunapofuatia vikao kama hivi. Lakini kadri tunavyosema changamoto za uhamiaji upo mwingi. Lakini sisi kama masheha hatuwezi kumjua nani aliyehamia au nani kaingia katika maeneo yetu. Kwa hiyo tunachotaka sisi wenzetu wa uhamiaji watusaidie kupata kitu kimoja,
kupata zile nyaraka ambazo wao wanapokea wale wahamiaji, kutuletea na sisi masheha ili tuweze kuzitambua. Kama mfano mhamiaji anatoka anashinda uhamiaji kashamaliza, anaposema kwamba mimi anakwenda kuhamia sheha fulani, kwa hiyo zile nyaraka sheha husika fanya nini, ni lazima apatiwe ili aweze kujua katika sheha yake kama kuna mgeni na aweze kumfuatilia katika utaratibu ambao unaofaa. Sababu ya kusema hayo yote, tuna matukio mengi yanatokezea. Unaambiwa wageni wapo wameporwa, wageni wapo wamepigwa, wameuliwa, lakini huwezi kuwafuatilia. Ama utapigiwa simu, sheha wewe kuna mtu fulani ni raia wa sehemu fulani, tunaomba taarifa zake, na wapi natoa? Siwezi kuzipata hizo taarifa zake kwa sababu siwezi kufanya nini, siwezi kumjua. Lakini wenzetu wa uhamiaji wakiweza kutusaidia jambo hili hapa, nina imani kwamba kubwa sana kwamba shehia na uhamiaji na wageni wote tunaweza kushirikiana kwa pamoja. Kuna wageni unaingia uwanja wa ndege ama unaingia bandarini, wao ni watu wa mwanzo kuwajua kwamba hawa wanakwenda shehia gani. Sasa pale ilikuwa natakiwa kwamba tupate taarifa zao, kuwa kuna fomu kwamba bwana, katika shehia yako kuna mgeni anakuja. Endapo takapotokea tatizo lolote, kwamba mimi ndio mwepesi kuwajulisha wale, kweli mgeni mlioniletea ana tatizo 1 2 3. Kwa sababu sasa hivi Mungu umebadilika huko. Waweza kusema kwamba mtu yuko salama, kumbe hayuko salama. Hatujui kaingia nchini kwa nia gani. Unaona bwana, sasa ikiwa wale hawajatupa ushirikiano na kuwa ni vigumu kwetu. Mimi nitasema wananchi wengi wanapata elimu, tunawaambia siku zote akiingia mgeni watoe taarifa. Lakini wananchi wetu wengi, hasa tuseme ukweli, watu wanaoishi nyumba za michezani. Kwa sababu na nyumba za michezani hazikaliwi na watu, zimekaa tupu. Na wao ndio wanawakodisha watu wageni kutoka nje, lakini wakikodishwa hawaji kwa sheha. Mpaka wewe sheha utakaporanda kwenye nyumba zile ndipo utakapojua kwamba humo mna mgeni kutoka nje. Kwa hivyo tunawaomba wananchi wafanye hima, mgeni atakapokuja kutoka nje ya nchi watujulishe masheha kwamba katika nyumba yangu nimemuingiza mgeni na atakuwemo kwa muda fulani. Hizi ni ripoti za ASAM Online TV. Mimi ni Mwanakhairi Mdunga Omar, nyuma ya kamera ni Angel Paul.